sema na roho yangu, sema nami Bwana, sema tutasikia, sema oh, sema nami Bwana, sema na roho yangu, sema nami Bwana, sema nitasikia. Oh, ulisema na mitume, ukasema na manabii Baba, sema nasi leo, tuko tutasikia, sema sema Baba sema na roho yangu sema nami Bwana, sema nitasikia. Oh, sema na kanisa, sema na wana wako Baba sema nasi leo Baba tutasikia, sema sema Yesu sema roho yangu sema nami Bwana, sema nitasikia. Bwana sifiwe. Tunaenda katika Waefeso sura ya 5. We are going in Ephesians chapter 5. Tunasoma Waefeso sura ya 5. We are reading Ephesians tunasoma mstari wake wa 16 and we will be reading the verse 16. Tunaweza anza mstari wa 15. So let us start by the verse 15. 15, 16 na 17. 15, 16 and 17. Waefeso sura yake ya 5. Ephesians chapter 5. Tunasoma mstari wa 15. So we are reading the verse 15 na mstari wa 16. We read the verse 16 verse 16 na mstari wa 17. Mstari 3 tutasoma pale. So we want to read 3 verses. I will read in the name of Jesus. Amen. Act like people with good sense and not like fools. These are evil times, so make every minute count. Don't be stupid. Instead, find out what the Lord wants you to do. Amen. Amen. Ninasoma kwa Kifaransa na mwingine atanifuata kwa Kiswahili. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 17. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Basi mwangalie sana namna mnavyotembea, si kama watu wasio na hekima, lakini kama watu wenye hekima, mkikomboa wakati, kwa sababu siku hizi ni za uovu. 17. Kwa hivyo msiwe wajinga, lakini wenye kufahamu mapenzi ya Bwana. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na mimi tuko pamoja asubuhi ya leo. I believe we are together this morning. Asubuhi ya leo Mungu ametamani atuzungumzie kupitia neno lake. God wants to talk to us through his word. Na neno lake ambalo Paulo mtume And this is the word that the apostle Paul ameandikia Waefeso barua. sent a letter to Ephesians. Sababu Waefeso walikuwa wameingia katika hali ambayo haikuwa hali ya kuwafanana. Because they were entering in a situation that was not resembling to them. Waefeso Paulo alikuwa amewajua sana. Now Paul knew these people. Paulo amekwisha kusimamisha kanisa la Bwana ndani ya Waefeso. He built a church in Ephesus. Lakini Waefeso wakaanza kusahabu ili ambayo Paulo aliwafundisha. But now Ephesians are forgetting what Paul has taught them. Ndio akawaandikia barua. Now he's writing a letter. Katika barua zote ambazo Paulo aliandika, In all the letters he sent, ninapendaka sana hii barua ya Waefeso. I do like this Sababu ni Ephesians letter. barua ambayo hawaandikii wapagani. Because it's a letter that they are not sending to Ni man. barua ambayo wanaandikia Wakristo. It's a letter sending to Lakini Christians. Wakristo ambao wanaanza
wanatoka kwenye msimamo wao. These are Christians that are getting out of their Wakristo ambao position. wameingia katika Ukristo lakini wanaanza kusahau Ukristo wao. They are Christians but sometimes are forgetting their Alafu Paulo Christianity. anaanza kuandikia barua Now Paul is sending them a ya letter kwamba wasingeliachilia msimamo wao. that they should not get out of their Na position. hapa ndiyo neno ambalo mimi limenigusa siku ya leo. So this is the word that has Kwa hizi started barua zote ambazo Paulo ameandika, in all the letter that Paul ila has sent. Waefeso leo inatuhusu, Today this letter is ambayo concerning us. inatukumbusha ya kwamba It's reminding us tusitembee kama vile watu ambao hawana akili. that we should not walk like stupid people. Najua Mkristo, You know, a Christian, mimi namuitaka ya kwamba ni mtu ambaye iko smart. it's someone who is smart. Kama tunasema uko smart If we say that you're smart, kwa sababu unavaa vizuri, like because you are lakini clean, sababu akili yako inatumika sawa. not because you are clean, but because your mind is working very well. Bwana asifiwe. Amen. Ukisema kama tungelikuwa kazini So if you were in a job, na kama mko Mkristo ndani ya kazi mule, if there is a Christian there, yeye ndio mwenyewe angelikuwa anafikiria zaidi ya watu wengine vizuri. he could think more than other people. Kama tungelikuwa hata shuleni, And if you were at school, Mkristo angelikuwa na akili kupita watu wengine. a Christian could be more clever than other people. Kama kungelikuwa wazazi ndani ya Wakristo, If there is parents, mzazi wa Mkristo angelikuwa zaidi responsible kushinda wazazi wa dunia. a parent could be more responsible. Sababu ni mtu ambaye Paulo anasema Because it's someone that knows asitembee kama vile mtu asiye na akili. that he should not walk like nonsense person. Versio yangu imemuita mtu ambaye ama fu. In English they call him a fool. Mnajua versio ingine labda imemuita quelqu'un sans intelligence. In another word, it's someone without, someone who's not smart. Biblia yangu somewhere ungeisoma ungesema hii Biblia imenitukana. Maybe you may say this Bible is not Lakini respectful. mtu ambaye hana akili But a stupid person sio mtu ambaye tunaita fool. is a fool person. Ukisema hajue wakati gani atafanya kitu gani. So he will never know when he can do what. Anaweza kuwa iko shuleni, He might be at school. hajue ya kwamba ni muda wa kukaa He shuleni does not know na that it's the time. nijikonsantre kwa ile ambayo imenileta shuleni. So I can be concentrated to what brought me to school. Bwana asifiwe. Amen. Nimefurahia programu ambayo wametupatia kwenye University of Ottawa mwaka. I'm happy with the program that I have at university. Lakini miaka zingine ambayo nimekuwa pale, But the other years when I was there, nilikuwa najisikiaka saa zingine niko kama vile mshenzi sana. I was like someone. Sababu gani? Sababu kila mtu iko na laptop. Because everyone had a laptop. Alafu utakutana mtu, No, you will find someone. profesa yuko anafundisha mbele, A teacher is teaching. yeye yuko ndani ya Facebook, He was in Facebook. yeye yuko ndani ya Twitter, He is in Twitter. yeye yuko ndani ya sport zake. He is in doing games. Lakini kitu moja, But one thing, saa zingine wanakuwa pia na akili ya kutushinda hao watu. maybe these people are smart more than us. Unaona prof anamuuliza question, When a teacher asks a anajibia question, tu. he will ask a question. Bwana asifiwe. He will respond. Anajibu tu mzuri sana. He give a good answer. Lakini siku hizi But these days, wametuambia kwenye University of Ottawa, now they have said that you unaingia ndani ya auditoire unazimisha simu yako. when you go in the Na classroom hawapendi kuona hata kompyuta. and they don't want to see a Kwa computer sababu wamegundua ya kwamba because they have discovered that watu wako wanapoteza muda people are losing kwa time mambo ingine ambayo sio ile ambayo iliwaleta shuleni. than other thing than what brought them to school. Somo yangu haiko kule, msamehe. But this is not my. Lakini natafuta kukwambia ya kwamba I am teaching you. wewe ambaye ni Mkristo You are a Christian. unahitaji kutembea kama vile mtu You need to walk as ambaye ni Mkristo. a Christian person. Unahitaji kuangalia mwenendo wako. You need to see Ndivyo what Paulo anawaambia Waefeso pale, how Paul is telling the eti Christians. wasitembee kama vile wafu, They should not walk like, lakini watembee kama vile wasaje, but like ama watu ambao wako na akili. like people with sense. Amen. Amen. Watu ambao wako na akili. People with Mtu ambaye sense. yuko na akili ni mtu gani? A senseful Ni mtu person ambaye anajua ya kwamba is the person who knows. niendapo kanisani When I go in kuna church, lile ambalo linanipeleka there's kule, something- wala sio mambo mawili, Not two, wala sio mambo matatu, not three things. lakini ninaenda kukutana na Mungu. I'm going to meet Nitakutana God. naye kupitia maabudu, I'll meet him with nitakutana naye worship. kupitia neno I'll lake, meet him with nitakutana naye word. kupitia maombi, I'll meet him wala with sio prayers. mambo mawili. Not two things. Bwana asifiwe. Amen. Huyo ni mtu ambaye iko na akili. So this is a Alafu senseful mstari wa person. 16 inasema On hivi, 16 is eti rachetez le temps. it said now gain your time. Na pale ambapo neno letu liko sasa, Here is our word. unahitaji kugomboa muda wako. You need to take your time.
kitu ambacho tunaweza kimbilia duniani, if there is something you can kama rush kunaweza for, kitu ambacho tuko tunafuatilia if duniani there is something you are following, na tunaweza kukikamata haraka, and we can catch it, kuna kitu kingine kimoja there is another thing ambacho tunaweza kukimbilia that we can na rush wala for, hatutakikamata. and we cannot Ni kitu catch ambacho kinaitwa muda. it. It's what they call time. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Ungelisema muda. You may say time. Muda. Say time. Muda ni kitu cha lazima sana katika maisha ya mwanadamu. Time is so Kama important. hauwezi tu kugomboa muda wako If you cannot katika kila your kitu time, unaweza kukitenda, in everything you do, uko unapoteza hiyo muda. you are losing your time. Bwana sifiwe. Amen. Muda wetu Our ni time kitu cha thamani sana. is so Zaidi important. sana kwetu kama vile Wakristo. Mostly as Tunahitaji Christians, kujua muda gani tuko we tunaupitia. have to know what is Na Paulo time. akagundua ya kwamba And then Paul hawa wa discovered Efeso these wanaweza Ephesians, kutenda mambo ambayo they are hawapasi doing things kutenda kwa muda huo. that they shouldn't do at this time. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Unatenda jambo ambalo haupasi tenda kwa hiyo muda. You are doing something that you cannot do at that time. Unaweza imba You may sing. wala uko naimba kwa saa yenyewe haiko ya kuimba. Maybe you are singing at the wrong time. Unaweza hubiri You may preach, na unapenda uhubiri kwa saa yenyewe haiko ya kuhubiri. but you want to preach at the wrong time. Lakini wewe unaona kama ni mzuri. And you see, this is good for me. Ni muda ambao unapoteza. It's a time that you're losing. Unaweza toa sadaka You may offer, na haikukuwa muda yako wa kutoa ile sadaka. and that was not the real time for you to give. Inawezekana uko na shida na mtu. You may have a problem. Ndio Maybe anatuambia wakati unaenda toa sadaka. when you're going Na to give your unakumbuka offering, kwamba kuna mtu ambaye alinikosea and you remember that there is ama kuna mtu someone, ambaye nilikosea. someone to whom Eti ni I have vema offense. kwako urudilie njiani wakati unatoa sadaka. It's good for you. Uende kwanza Go back utengeneze. and then go and make good Kwa msemo relations. mwingine ni kusema ya kwamba ukitoa hiyo sadaka, That means ni if you sadaka ambayo give, umepoteza tu. you lost your Ingawaje offering. ni sadaka. Even if it's an Ingawaje offering, ulileta eti ni ya majengo. maybe you bring so it can Ingawaje be. ulileta eti itasaidia kazi ya Mungu. Maybe it will help the work of God. Inaweza saidia, tunaweza ona sasa vile imesaidia kumbe mbinguni haikusaidia. We can see like it's helping, but in heaven it's not. Bwana asifiwe. Praise God. Unajua tunaweza kuwa capable kufanya kila kitu. You know, we may be able to do something. Tunaweza kubadilisha kila kitu. We may change everything. Lakini muda ambao umeingia But the time that hatuwezi kubadilisha. we cannot change. Majira ambayo imeingia The signs that are hatuwezi we kuyabadilisha. cannot change them. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Nitakupatia mfano kidogo. I'll give you an example. Mama wakati iko na mzigo wa mibaraka, When a woman is pregnant, iko na mimba, she's pregnant. kawaida tunajua kwamba mke atazaa baada ya miezi kenda. We do know that after 9 months she will deliver. Naamini ya kwamba I mimi believe sijui kama naona amini. I don't know if you believe the same. Ingawaje Even if huyo mama Mungu alimwambia utapata mtoto. Even if this woman can't Huyo mama hawezi kuzaa she will never have na a child mwezi mmoja ama miezi miwili. in 1 or 2 months. Sijui kama tuko pamoja. Are we together? Inabidi achunge muda. She need to wait the time. Muda wake ukishaenea When her time will ndio come, anaanza sema Mungu niko nasubiri sasa. then she will say, Mungu tenda God, sasa. do now, do Lakini now. akaanza omba Mungu. But if she Kwa starts miezi praying mitano, on 5 kwa miezi months, misita, 6 kwa months, miezi mitatu, 3 ati months, Mungu mimi nahitaji nijifungue. oh God, Watu wakasema amepoteza akili. people will say that she's nonsense. Kumbe inabidi kutambua muda gani uko ndani. That means you have to discover Ni kama what is vile the mtu pia time. ambaye anaenda kupanda. It's like someone who's going to Anakamata sow. mbegu zake anaenda kupanda. You're taking your seed, Na you're baada ya going to sow it. kupanda, And after sowing hata your seed, ngoja mavuno kesho. he will not Anajua ya kwamba hii wait mimea tomorrow. He will know that inafanyaka miezi mitatu. this plant Na baada ya hiyo will miezi take 3 mitatu, months. After 3 months, ndio atavuna sasa. then I will reap. Lakini akipanda leo But if na you kesho sow today, anaanza Mungu, and then mimi nahitaji nene nivune kesho mara I moja. want to have my Atakuwa harvest, amesahau muda gani iko ndani. she will be forgetting Kuna the muda wa time. kungojea There is a na time of kunaweza kuwa waiting, muda wa kuvuna and sasa. there is a time of harvest. Kristo anapaswa kuangalia A Christian has ni to muda see gani iko ndani. what is the time. Wakati hauone muda ambao uko ndani, If you cannot see Biblia the inakuita time, eti hauna akili. then the Bible is calling you a stupid person. Mungu akitusaidia sana. May God help us. Amen. Sura 17 inasema hivi. Then verse 17. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, Therefore, don't be mais comprenez quelle est la
la volonté du Seigneur. But discover what is the will of God. Unajua mapenzi ya Mungu, You know, the will of God, kuyaelewa ni vigumu to kidogo. discover them are hard. Katika jambo lolote unaweza kulitenda In everything kwa you ajili ya do, kugomboa muda wako, to gain your time, unahitaji kujua nini ndio mapenzi ya Mungu you should know what katika hii is muda the will of hii God ambayo niko nayatenda saa hii, this time, katika hii period. in this period. Eske ndio ya mapenzi ya Mungu? Is this the will of God? Na hii watoto wa Mungu wamesahau mara kwa mara. And the children of God is Yeye anajua tu akikuwa na pesa, you know, if he has money, anajua tu akikuwa na nyumba, if he has a house, manake ni muda wa kuoa. oh, it's a time Nani to get alikwambia married. kama mtu anaoaka tu Who told you that you should akishakuwa na get married gari, when you have a akishakuwa car, na nyumba, or when you have a akishakuwa na house, kazi? or when you have a Mimi job? nilioa sina kazi. I got Nilioa married sina when I nyumba. have a job, when I Nilioa have sina a house, lolote. without Lakini anything. sababu ilikuwa muda wa Bwana, But because it was nikaoa the time sina of God, lolote, without na baada ya anything, kuoa Mungu and akatenda. then after marriage, Na God, wewe uko na ushuhuda wa kufanana kama wangu. you may have the same Sababu testimony. ilikuwa sasa ni muda wa Bwana. Because this was a time of Bwana God. asifiwe sana. Amen. Eti twende tufanye mambo kama vile watu ambao wako na akili, And do things like na tuweze kuelewa mapenzi ya Mungu ni nini. and discover what is the Katika will of yote God. tuko tunayatenda, In everything we tunahitaji are doing, kujua nini ndio ya mapenzi you ya Mungu. have to know what is the will of God. Wakati hautagundua mapenzi ya Mungu If you cannot ndani ya yale discover ambayo uko unayatenda, the will of God in uko what you do, unapoteza muda wako you bure. are losing your time. Ingawaje kwa macho ya watu Even if in inaweza outside kuonekana ni mazuri, it can be beautiful, lakini ukiangalia vizuri mule ndani, but if you look utasema ya outside, kwamba ni muda wako tu unapoteza you bure. will see that this is the time that I'm losing. Bwana asifiwe. Praise the Unajua Lord. kuna watu wengi wamepoteza muda katika madhehebu fulani. There are other people who have lost their time in some churches. Wamepoteza muda kwa ndani ya maministeri They fulani. have lost their time in some Wamepoteza ministries. muda katika kufanya kazi fulani. They have lost their Na time sisi in some. tukaiona kama vile ni kazi ya Mungu. And we have seen as a work of Lakini God. baada ya kugundua ukweli, But after discovering najua truth, ni kwamba haikukuwa muda wa kufanya they hivyo. said, oh, it was not the time to do Wakagundua ya this. kwamba They discovered walipoteza muda. they have lost their time. Wakagundua ya kwamba They have discovered hawakutembea sawasawa na mapenzi ya Mungu. they didn't walk according to the Na hii will ni of God. neema kubwa. And this is a grace. Bwana asifiwe. Praise God. Bila miaka watu saa zingine I always tell unaweza people, kuwa hata ndani ya hii kanisa, you may be in this church, na kumbe ndio haiko kanisa yako. and this is not your church. Sababu shabaha yetu haiko tu ya kujaza watu, Our purpose is not to fill people, lakini ni kujaza watu but to fill people ambao wameelewa maono ya kanisa. that who knows what is the vision of the church. Bwana asifiwe. Amen. Kama haujaelewa maono ya kikundi ambacho uko ndani, If you do not know the vision of the group, uko unapoteza muda wako ndani bure. you are just losing your time. Lakini ukielewa, But if you ndio discover, utakuwa huko unaenda unajazwa polepole. then you will be Unasema Mungu asante sababu umenikumbuka. day by day. Mungu asante sababu hii ndio nafasi You will yangu. say, God, thank you because this is my place. Alafu asubuhi ya leo Now this morning, nahitaji usipoteze muda wako. don't lose your time. Nahitaji usipoteze muda wako. I pray so you do not lose Unahitaji your time. kuangalia nini ambako You unayatenda. need to know what you Katika expect. maisha yako ya Ukristo, In your Christian angalia life, nini uko unaitenda. see what you do. Katika maisha yako ya Ukristo, In your Christian angalia life, muda wako see your time unautumizia namna gani. and how do you use your Alafu time. asubuhi ya leo Then this morning, nataka kupatia njia nne ya kupoteza muda. I'll give you 4 ways that you may lose your time in. Kuna njia nne ambayo There is 4 ways asubuhi ya leo this morning nitakwambia that I will ambayo inawezekana uko unapotezea ndani muda bure. that maybe you're losing your time within it. Bwana asifiwe. Amen. Tunaenda kusoma katika Mathayo. We are reading in Matthew. Mathayo sura yake 25. We are reading Matthew chapter 25. Hapo tutapata hiyo njia ya kwanza. It's the first way. Mathayo sura yake 25 tunasoma mstari wa 24 hadi 27. So we read the verse 24 up to 27. Kama kuna mtu amepata nisoma. Naye aliyepewa talanta moja alikuja akasema, Bwana, nilikutambua ya kama wewe ni mtu mgumu, ukivuna pahali usipopanda na ukikusanya pahali usiposambaza. Na niliogopa, nikakwenda na kuficha talanta yako katika udongo. Tazama, unayo iliyo yako. Lakini bwana yake akajibu na kumwambia,
wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kama ninavuna pahali nisipopanda na kukusanya pahali nisiposambaza. 27. Basi ilikupasa kuweka fedha yangu wabadilisha fedha, nami nikikuja ningalipata iliyo yangu na faida yake. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hizi ni habari za Bwana wa kazi. This is the story of a Tunajua master. vizuri sana. We know this story. Lakini hata nikwambie ya kwamba But let me tell you, Bwana wa kazi wakati anakupatia kazi, when a manager anatamani gives you a job, kwako he's expecting from you rapport. a report. Kwa msemo mwingine wanasema iti rapport ndio kazi. In another word, people in administration says the report is the job. Wakati haulete rapport ya kazi, If you don't bring a report, na kuna bwana ambaye alikuwa anasubiria rapport yako, and there is a none of the outcome, yeye anajua tu ya kwamba ukufanya kazi. he will know that you didn't do the job. Bwana tusaidie sana. Praise God. Jambo la kwanza ambalo watu wanapoteza ndani muda, First thing that in which people lose their time iko kutokufanya jambo. is to do nothing. Bwana asifiwe. Amen. Watu wengi hawafanye jambo. So many people are doing nothing. Mungu anasubiria kwao jambo, God is waiting lakini wao something, hawatendi. but they are not doing. Biblia inaniambia eti bwana mmoja Then the Bible says alikuwa na one talanta zake has his na coins, alikuwa na wafanyakazi wake, and then he had his na workers, ilibidi asafiri, and then he had to travel. na baada mbele ya safiri But before he akasema traveled, nitawagawia hizi talanta. then I will share these Biblia coins. haikuniambia ya kwamba The Bible did not eti say, anaenda kuambia wewe kamata hizi He didn't na say, uende fanya kazi, go and do na this. siku nitarudi And when I come, ninahitaji nisubiri kwako I will expect from you rapport fulani. a report. Biblia haikuniambia hivyo. No, the Bible Lakini did not say Biblia that. inasema tu But the Bible eti says aliwagawia talanta. He did Walikuwa he gave watu them watatu. the coins. They were 3 people. Hawa watu watatu, And then these 2 wa kwanza people, akampatia talanta 5. the first he gave him Na 5. huyu wa kwanza akasema hivi, And then he said, hizi talanta 5 these 5 sitabaki coins, nazo, I will not stay inabidi with them. niende nifanye nazo kazi, I will go ili into bwana wa kazi atakaporudi business. And then when the master will, niweze kumpatia raporo yangu I ya will kazi. give him my report of my Bwana work. asifiwe. Amen. Akafanya kazi. He did his Wa job. talanta 2 tunajua We naye, know that naye akafanya the kazi. guy with 2 coins, Lakini did his sikiliza, work. huwa talanta moja, And then this of yeye 1 akasema coin, hapana, he said, no, hii moja nitaiweka. this one I will keep it. Bwana asifiwe. Praise God. Lakini ninajua huyu mtu Because I know this iko man, mtu mmoja hatari sana. he's a hurt person. Anaendaka kuvunia mahali ya kupanda, He always anaendaka kuwekea mahali ambapo He hakuweka, always take away the mahali ya kuwekea. when he did get. Alafu mimi ambacho nitafanya, So what I will do, nitakamata tu hii talanta yake nitaiweka. I will took his Huyu coin jamaa and hakufanya keep it. kazi yoyote, He did na nothing, wala iko na kile cha kufanya nacho kazi. but he had something to do. Bwana asifiwe. Praise God. Unajua unaweza kuwa na tabia labda ya kutuma pesa Afrika, You know, you may have a behavior of sending money. na unaweza Africa. tuma siku moja unasema oh, pesa zile mfanye nazo kazi, Say, hey, do something sababu with hii this money mwaka niko narudi kwenye shule, because I'm going back to school. ama hii mwaka niko na mambo mengi ya kufanya. I'm having a lot of things Alafu to do. muangalie mtafanya hizi pesa nini. So try to see what you can Lakini do. wao wakizipata tu ni fete mara moja. When they receive that money, Mwenye just alikuwa pay. haya wake na kwa mpango ya kuoa. So if he never get married, Mwenye this is alikuwa the na time. mpango wa kwenda safari, anafungula safari fona niende nivizite Kinshasa. The one who never travel is Alikuwa hana lolote just anafanya, anasema mambo hasa inaanza. say, oh, start Hata from jua ya start. kwamba okay nimepata jambo. He will never know that Labda I'm huko doing ngani something. nilitumiaga hii dola 100. One who sent me this Anaweza 100, kuniuliza siku moja. he may ask you Ile one dola day, 100 nilitumaka. the $100 I Ulifanyaka sent nini? you, what did you do with that? Unaweza ituma na wala ukusema mfanye kazi. You may send without Lakini sending wewe the mtu job. kama vile mwenye akili But as a ambaye student, unajua ya kwamba as you know, unaweza kuwa wakati ya kupokea there is a time na to kuna wakati receive, ambao hautapokea. and there is a time you will not receive. Unajua ya kwamba You know that kuna muda ambayo uko na kitu there is a time na you have kuna something. muda mwingine ambao hautakuwa na kitu. There is a time you will have nothing. Unaweza kuwa na mtu ambaye amekupatia leo You may have someone na giving you kesho today, hautakuwa tena naye. and tomorrow you will not have Alafu that kama person. umeprofiti kwake leo, So if you kile give ambacho umepokea kwake what you receive from him, nikifanye nini? what can you do with that? Bwana asifiwe. Amen. Tunahitaji kugomboa muda wetu. We need to gain our Biblia time. inasema eti huyu kwa talanta moja The Bible says this person akaweka with hii one talanta, talent, she kept it. wala hakufanya kazi yoyote, He didn't do, yeye akaiweka tu. he kept it.
Inawezekana uko pale ufanye kitu. Maybe you are there and you're doing nothing. Inawezekana uko hata kanisani wala uko unasema mbona mimi nitakuwa nakuja nasikiliza tu. Or maybe you're in the church and you say I'll be coming and listening. Ni vizuri kusikiliza na kutenda. It's good to listen and to do. Uwe msikilizaji na uwe mtendaji. Be a listener and be a doer. Labda utasema wanahubiriaka dhambi alafu mimi sipatikanaje tena dhambi. Maybe you will say, okay, they preach sin, but I'm not doing any sin. Lakini haiko dhambi tu ndio tunahubiriaka. We are not preaching sin only. Tunahubiriaka hata kutenda kazi kanisani. We are preaching even to do the work. Kutenda kazi ndani ya ufalme wa Mungu. Do the work in the kingdom of God. Sasa umekuwa msikilizaji na tena mtendaji. Are you a listener and are you doing? Inawezekana kuna jambo moja ambalo umeikosea. Maybe one thing you're missing. Na unabaki kimya unasema nimepokea na nitabaki nayo hivi. And you say I will keep it. I will keep Mtu it. ambaye amepokea jambo. Someone who have received inabidi aiweke ndani ya kazi. he have to put it in Wakati work. aiweke ndani ya kazi. If he cannot put it in work, unapoteza muda bure. You are losing Sababu your Bwana time. wakati atakuuliza. Because the master will utakosa ripoti ya kumpatia. When he will ask you, you will do not have that report. Bwana tusaidie sana. Amen. Watu wengi wamepoteza muda kwa njia hii. So many people sababu hawapendi kufanya kazi. Because they don't kazi yao ni kupachika mikono. Their work is to close their hands. Kazi yao ni kungojea. Their work is to expect and wait. Tena. They will give me again. Watanipokeza tena. They will give me again. Nitaenda tena nitapokea. I will go and I will receive. Unaenda kufanya kazi. Can you do a work? Unawaje huko na kidogo tu. Even if you have a small kazi. Do a work. Watu watasema eti mimi nitafanyaka kazi. Maybe you say that mpaka siku nyingine nitataka kuelewa maandiko. I will sing. Wakati nitakuwa na sauti ya kuimba. The day I will have a voice. Nani alikwambia hauna sauti ya kuimba? Who told you you cannot sing? Nitafanyaka hiki wakati nitakuwa hivi. I will do this when I will wakati uko nasubiria vile. When you are waiting this. Na wala uko unapoteza muda wako. And you are wasting your time. Mungu angetusamehe sana. May God help us. Jambo la pili. Second, ambalo linafanya watu wapoteze muda. That is making people to lose their time. Watu wanapoteza pia muda. People are losing their time. Kutokufanya kile ambacho walipaswa fanya. To not do what they had to do. Wanafanya jambo lingine. They are doing other things. Badala ya kufanya ile ambayo walipaswa fanya. Than doing the right thing. Bwana sifiwe. Amen. Unajua unaweza imba lakini haikuwa muda wako wa kuimba ama haikuwa karama yako ya kuimba. You know you may be singing but this is not. Unaimbaka tu unaimba unaona mambo haitembei. You are just singing and you see things are not working. Mwingine anaimba leo, anaimba hii mwezi, anaimba mwaka kesho, unakutana mtu endelea mbele. You know there is another person who may sing today and next year katika kuimba kwake he has progressed in his singing. Bwana sifiwe. Praise God. Nakumbuka wakati mzee Jean iko na anza kazi ya video hii. I remember when Papa Jean have started this work of video. Mambo haikuwa rahisi sana. Things were not easier. Tulikuwa tunaona zingine ma video za mkanisa zinapita, watu wanapita juu ya wengine. We have seen even other videos people are passing on top of. Lakini tulikuwa tunatiana tu moyo. But we were encouraging each other. Kushangaa kwangu ikakuwa ya kwamba so amazing this baada ya miezi michache sana after few months video zikakuwa vizuri sana, videos were clear, kila kitu kikakuwa mzuri sana, everything was good. Na leo hii hakuna mtu ana complain. So these days no one is complaining. Sababu gani? Why? Sababu alijua kwamba ingawaje nimeanza vibaya, even if I start wrongly, lakini amekumbuka kwamba hiyo ni nafasi yake. But this is the time. Na wakati anaifanya and what he's doing. Unajua kuna watu wengine nilienda kutembelea ngambo za Gatino. You know I visited some people in Gatino. Ile kanisa ile tutaka tunaingia ndani. Because that church will not come in that church. Tunaogopa Papa Eugene Kabamba. Because we fear Papa Eugene Kabamba. Tukiingia tu atatuona. So if we go in he will see. Bwana sifiwe sana. Amen. Tukiingia ndani atatuona. So if we go in he will see. Nikisema ile ni kazi yake. So that is his job. Ambaye anaifanya kwa roho yote. He's doing with all the wakati iko naifanya dunia yote mzima. So when he's doing it tunashuhudia kwamba ni mtumishi wa Mungu. We are testifying that is the man of God. Hapa kwenye madhabahu. And we never seen him here on the pulpit. Lakini mahali mimi hawanijui. But when they never see me, wako wanamuona yeye. They are seeing him. Bwana sifiwe sana. Praise God. Wako wanaona picha yake ndani yangu hapa. They are seeing his image in me. Ni kusema hapoteze muda wake pale. That means he's not kile ambacho anakifanya. What he's doing. Ndio kile unafanyaka leo. What you do today, tena kesho. You do it tomorrow. Unakifanya na kesho yake. You do it after unaenda step by step. And you go step by step. And you are growing wote. And all mbinguni juu. Even in heaven. Kwamba wewe ni mtumishi wangu nimemchagua. This is my servant I have chosen. Watu wengine wanafanya jambo. Other people they do. Na wanapoteza ndani muda bure. They are wasting their time. Na muda gani kama unapoteza
muda? How do we Ni know? wakati kazi ambayo unaifanya When the work is haina doing, matunda. there is no fruit. Ni wakati wa kwamba utajua In the time you ulianza know, leo vile you started na today, kesho utabakia vile tomorrow you na say, kesho yake unabakia vile. and after tomorrow you are the same. Bwana tusaidie sana. May God Unajua leo help kama us. tuko tunajikaza kaza hata kuhubiri, If today we are forcing preaching, sababu tumegundua ya kwamba it's because we Mungu discovered ametutosha mahali God has brought us na ametupeleka kwenye step somewhere, nyingine. and we Kama leo are niko kwa hii the nafasi hapa, If I'm here kama today, leo niko nahubiri jinsi ninahubiri, if I'm preaching like I'm ninaamini preaching, kitu kimoja I believe ya kwamba one day, kesho Mungu atanipeleka mahali pengine. God will take me somewhere Mimi tomorrow. sitaki nibakie jinsi nilivyo I sasa. will do not want to Uimbaji stay ambao like this. unaimba, You are singing. nilikuwa najiuliza You could ask mwaka jana yourself, kama niliimba if niliimba asked namna you, gani, how am na hii I mwaka was niko singing? naimba namna gani, And how am I na mwaka singing this kesho mimi year? napenda niimbe And the namna next gani. year, how am I going to be Mhubiri singing? kama atahubiri hii If mwaka, a preacher is preaching, nasema hii mwaka niko nahubiri hii, this year I'm preaching mwaka like this. kesho nitahubiri namna gani, Next year, how am I going mwaka to preach? mwingine nitakuwa namna gani. Next year, what's going to Unajua ya happen? kwamba Knowing ile that ambayo uko naifanya what you do, usipoteze ndani muda bora. you're not losing your time in it. Na kama unaona kwamba uko nafanya mambo haibadiliki, And if you're doing things that are not tunakusihi changing, sana, acha we ask you to fanya leave. ile ambayo unapaswa kufanya. Do what you have to do. Man. Ingawaje wanadamu watakupigia mikono, wanajua unafanya kazi ya Even Mungu, if human being will say you are doing the work of lakini God, kama unajua ya kwamba but if you know that miaka 3 miaka 4 imepita huko yule 3-4 years has passed and you are the same, acha ile kazi yako ya please leave that job. It's not uko yours. unapoteza muda wako bure. You are wasting your time. Bwana tusaidie Praise sana. God. Kuna kanisa zingine ambazo There are other churches, zinaanzaka ni jamaa moja jamaa mbili, so they will start as mwaka a inaisha ziko one. jamaa moja jamaa mbili, So at the end of the year, mwaka there's ingine still inaisha one ni or two jamaa moja families. jamaa mbili, So 3 years, miaka one 5 family. wako jamaa moja jamaa So mbili. 5 years, they Hawajaelewa ya kwamba They will never ile know ambao wako wanafanya what they are doing. Mungu inawezekana Maybe God anapenda wafanye kazi na watu wengine, want them to lakini join them, anaendelea kujitia tu moyo but they will say, na let us be strong. atagunduaka nyuma, And at the end of the day, atagunduaka nyuma at the end of the day, ya kwamba haikukuwa nafasi bado ya they kufanya will kazi. discover that this is what Nilifuata mama moja hivi kwenye internet I was with one ambayo woman sitasema jina lake, at the internet. alipitisha muda mwingi katika ministeri So fulani, she spent a long muda time, mrefu sana, long time. lakini ukisikia ushuhuda wake sahihi If you listen as testimony, atakwambia jinsi alikuwa katika hali za upotevu. she will tell you that she was in the lost Bwana tusaidie way. sana. Amen. Alipoteza muda wake sana. She have lost her Watu time. walimjua ya kwamba anapenda hiyo ministeri yake sana, People knew that she lakini loved wakati this. aligundua ukweli, But when she akasema discovered kwa the nini truth, nilipotezea muda wangu say, kule bure? why have I lost my time Inawezekana here? na wewe unapoteza muda bure, Maybe you're losing huko your time. unafanya jambo ambalo hupaswi fanya. You are doing what you can. Alafu angalia mambo ambayo unayofanya. Now listen. Angalia kile ambacho uko nakifanya. Listen, Je, see what hauko you're doing. unapoteza muda ndani bure? Aren't you losing your time in? Inawezekana hata ni huduma, tunaita huduma ni kazi ya Mungu, We may call it a ministry. lakini inawezekana haiko kweli ndio huduma yako. Maybe that is not Kisha your wakati ministry. Mungu atakapo anaanza kupana maliwaji na marecompense kwa watu, When God will nasema come and Mungu what na mimi people unipatie basi yangu na mimi say, nilimba. God, where is mine? Atakwambia no, wewe nafasi yako haikuwa kuimba, wewe unapaswa kuwa asha wewe. You could be an usher, but you were just forced to Alafu go in unaokolewa tu juu uliogopa dhambi. So you were saved Lakini because you believed. taji ya uimbaji hautaipata. But the rank Sababu of ulikuwa singers, unaimbaka tu lakini hauendeleke mkuimba. you were singing but you never progressed. Labda hata kuimba kwako ulikuwa ubariki yake watu. You never even blessed Kwa sababu people. unapenda kuimba lakini hauko muimba. You were loving singing but you never be a singer. Bwana nisaidie You never sana. be a singer. Ni vigumu sana kuelewa ya kwamba It's so hard to unaweza know potezea muda that you may katika waste jambo time ambayo watu ulimwengu tunaiona ya kwamba ni vizuri. in something that in the world we see that is good. Unaweza potezea muda hata ndani ya kanisa You may be wasting na your wala time. tu ni kanisa ile. That is just a name of church. Na mwingine anaweza poteza muda And someone can lose his time ndani ya unyumba. even in his house. Bwana tusaidie sana. Praise God. Lakini Mungu anahitaji tuweze kutoka. But God wants us to Mungu get out. anahitaji tusipoteze muda wetu bure. God is calling us to not lose our time. Bwana asifiwe sana. Praise God. Tunaenda kusoma andiko fupi tu pale Let us read a short scripture ndani ya Mathayo sura yake 26. in Matthew chapter 26 44 and 26 na mstari wa 44. verse 44. Nasema hivi, 41 tafadhali. Read 41, please. Okay, soma 41 ndio karibu. 41. angalieni na kuomba msiingie katika majaribu. Roho ni tayari lakini mwili ni dhaifu. Amen. Ameanzia kwa 40 simani.
that was Anasema 40. hivi, akakuja kwa wanafunzi wake akawakuta wakilala. Amen. Akamwambia Petro, hamkuweza kuangalia pamoja nami saa moja? Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Wanafunzi wa Yesu Kristo, And then these disciples, inafika muda ambao Yesu anaenda kukufa. it's time that Jesus is gonna die. Na anaenda kuombea sasa. Now he's now Hii praying, uchungu ambao anaenda kuupitia. praying about the Biblia inaniambia akapanda mlima. The Bible says he went on the Akawachukua mountain. wanafunzi wake. He took his disciples. Akawaacha wale kikundi kikubwa akakiacha nafasi moja. So he left the crowd. Akamata wengine watatu akawaacha nafasi He nyingine. took three. He took them Akaacha tena somewhere. wale watatu akaenda nafasi yake peke And yake. then he went at his own place. Na pale anawaacha maombe. Then he's leaving them Sababu there so they uchungu unaenda pray. kukaribia. Because a hard time is coming. Lakini neno ambalo liko pale. Now here is the word. Badala ya kuomba, After praying, wanafunzi wakalala. then they slept. Instead of praying, they slept. Bwana tusaidie sana. Amen. Unalala na ijapokuwa ni muda wa kuomba. You are sleeping instead of praying. Wakati haujajua kitu gani uko unapita ndani. When you never know what you pass Ndio saa yenyewe through, tunalalaka. that's how we Ndio saa sleep. yenyewe tunakuwa distressed. That's how we are out of our senses. Unajua hata muda ambao tuko tunapitia. You know, even the time we are passing Ndio vile through, Paulo anaendelea kuinsist. that's how Paul is saying. Eti tujue muda ambao tuko tunapitia. We should know what is Eti the hamjui time. ya kwamba muda ambao unapitia ni muda wa hatari. Don't you know that the time you're passing through is a hard time? Ungelijua nyakati gani tuko tunazipitia. If you could know what we are passing, Haungelikuwa mnalala usingizi you nyumbani. could never sleep. Ungelikuwa najua eti ni muda wa kuomba. You could know that this is the Na time to Wakristo pray. wengi wamependa wakuje sikiliza ni wa école de dimanche. So many Christians are Sunday school Christians. Bwana tusaidie sana. Amen. Tunazoea kuwaita les enfants de l'école de dimanche. All children of the Sunday Mais haiko school. tu watoto ndio wa école de dimanche. Not only children. Il y en a aussi des adultes de l'école de dimanche. Kunakuwa hivi watu wakubwa wa masomo ya siku. Sababu Wakristo wengine ambao ni wakubwa Because other adults, wamebakia ni Wakristo wa kukuja tu Sunday. they will be just coming on Sunday. Kutangazia maombi yeye hajue ile. If you say prayer, he will never come. Yeye anajua kwamba alikuwa anaombaka juu ya njaa alafu njaa ilishaisha. He knew that I was praying because I Alikuwa was anaombeaka hungry. visa alafu ashapata visa. I was praying because I was looking for a visa. Alikuwa anaombeaka kazi sasa anaanza tumika na was- kazi zingine zinakuwa mingi. Praying for a work. I Alafu- will have a job. Anajikuta ataombea tena nyingi. So he's Lakini Biblia what should I inakuambia pray? hivi. But the Bible Eti says, ungelijua wakati ambao uko ndani. if you could not Haungelikuwa nalala usingizi. you could not sleep Haungelikuwa nafanya wiki moja. You could not spend pasipo 1 week kuzikamatia hata maombi. without taking even prayer. Wakristo ni wengi sana. There are a lot of Ambao Christians. kama kanisa yeye tangaza, If the church cannot yeye say, hata ombaka. he will never pray. Bwana tusaidie sana. Praise God. Lakini Mkristo ni yule ambaye But a Christian is anajua someone kwamba mimi napasha kuombea jamaa who yangu. knows that I can pray for my Sababu family siku ambazo tuko tunaziishia because the time we ni are siku living za in, hatari. they are dangerous Mkristo times. wa kweli anajua ya kwamba A true Christian, watoto wangu wanarudi tena shuleni. my children are going Mimi back to nakamata school. hata siku moja ya kuwaombea. I may take even one day Mkristo to wa pray kweli for ni them. kujua ya kwamba A true Christian hii will mwaka know ambao tuko ndani, the year in Mungu which we are. ametuepusha na aksida nyingi sana. God has said Na that mimi we will ninaweza have na accident. mimi ninaweza kuomba Can I ili pray? Mungu aniepushe na hizi maaksida. So God save me with this Mkristo wa accident. kweli anajua ya kwamba A true Christian will muda ambao know tuko tunaupitia the time we are ni passing muda wa hatari. through is a very bad Alafu Mungu time. angekufungua macho ya kiroho May God open your na spiritual ungejua eyes yale ambayo watu wanapitikana so you may discover what's zaidi, going on zaidi sana contre toi, mostly against you. ambayo shetani iko napanga juu yako. What the devil is planning Rafiki, against you. haungelikuwa na nafasi siku mbili siku tatu bila kuomba. You couldn't spend Wengine 2 days without wanajipermetra praying. hata Wakristo And other Christians, kulala bila kuomba. they even spend their night Analala without kama vile praying. Papa Delo anasemaka. He is sleeping like Unalala hata mapanya zinaweza ingia ndani ya mapua nafasi yote. you sleep even Haujue hivi nightmare inapitikana sababu uko katika usingizi. can walk on you because you never know Lakini what's unaweza going on. kulala, unaweza jipermetre kulala bila kuomba. Can you even allow yourself Ule to ni sleep Mkristo. without praying? You're Christian. Ungelijua nini nafanyikanaka usiku. You could, if you could know what's happening Ungelalaka at night, siku moja pasipo kuomba. you could never spend a night Ungelijua without ya praying. kwamba usingizi If you could know that ni nusu ya sleep kukufa, is half of time, haungekuwa nalala bila you kuomba. could not spend a night without praying. Bwana asifiwe. Amen. Alafu wa mitume wamesahau Now, disciples uchungu ambao forget unaweza kuingia, what they are going, they will be mateso going through. ambayo inatafuta kuingia. The suffering. Wamesahau jinsi wanaenda kutawanyika sasa hivi. They didn't discover Wamesahau jinsi upanga unatafuta kuingia They never know that na the enemy is
wrong than what you should do, unapoteza muda. you are losing your time. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Jambo la tatu, The third thing, tunalipata katika Mwanzo sura yake ya 4. we are getting it in Genesis chapter 4. Ninaenda haraka sasa ili tumalize. I'm going because we want to finish. Bwana sifiwe. Praise God. Mwanzo sura yake ya 4 tunasoma mstari wa 2 hadi wa 8. Karibu Baba Belo kusomea kwa haraka. Verse 2 after 8. Nasema hivi. Akazaa tena ndugu yake Abeli. Abeli alikuwa mchungaji kondoo, lakini Kaini alikuwa mlimaji udongo. Siku zilipopita, Kaini akapeleka ya matunda ya udongo kwa Bwana. Na Abeli yeye vile vile alipeleka wa wazao wa kwanza wa kundi lake na ya mafuta yake. Bwana akaheshimu Abeli na zabihu zake, lakini hakuheshimu Kaina zabihu zake. Kaina akakasirika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaina, kwa nini unakasirika? Na kwa nini uso wako unakunjamana? 7. Kama ukitenda vema hutakubaliwa, na kama hutendi vema dhambi inakaa kwa mlango wako na inakutamani wewe, lakini sharti uishinde. 8. Kaina akasemezana na Abeli ndugu yake, na ilikuwa wakati alipokuwa shambani, Kaina akasimama juu ya ndugu yake Abeli akamuua. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Jambo la tatu, The third ni thing kufanya jambo vibaya tu. is doing something. Wanakupatia kazi uitende, You are doing what alafu you do, unaitenda vibaya. but you do it. You are doing that work wrongly. Bwana tusaidie sana. May God help us. Habari ya Kaini hapa na Abeli. Here is the story of Abel and Cain. Mungu alimfanya Abeli kuwa mchungaji God made Abel as a shepherd, wa uvuko wa baba yake. a shepherd of sheep. Na hiyo ni kazi ambayo alifurahia sana. So he loved this job. Tena Mungu akafanya huyu ambaye alikuwa ndugu yake Kaini, And then God made Cain his brother. akamfanya mlimaji tu. He made him a farmer. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Unajua nyakati ya zamani, You know, in the later times, utajiri being rich, tuliujua kwa njia mbili. we knew wealth Ni in katika two ways. ufugo In shepherding na katika ulimaji. or in being a Mtu farmer. ambaye ni tajiri So a rich person, anapasha kuwa na ufugo mwingi. he had to have some sheep. Mtu ambaye ni tajiri If someone who's anapasha rich, kuwa na mashamba mengi. he had to have a lot of farms. Ndio utajiri. That is rich. Abrahamu alikuwa na ufugo He had sheep na alikuwa na mashamba. and he had farms. Inawezekana wewe He had sasa farms. hivi uko na gari moja, uko na mbili, Maybe you have 1 or 2 cars. na uko na nyumba. You have a house. Biblia irekonete ile kama ni utajiri. The Bible is not recognizing this Bwana as a asifiwe. rich. Amen. Labda gari yako unaweza ndio utajiri. Maybe your car Haya kwa is bado being rich. utajiri. No, this is not being rich. Bwana tusaidie. Amen. Mungu anamfanya Kaina So God is making kuwa Cain tajiri wa mashamba. to be a rich person with Wakati farms. anaenda kupanda When he's going to sow na anavuna and he's harvesting na anauza ile mavuno and yake, selling the harvest, anapata pesa za ajabu. he had a lot of money. Bwana tusaidie. Praise God. Biblia inaniambia eti Mungu ndiye alimfanya vile. The Bible says that God made him. Mungu anafanya mwenzake ambaye ni ndugu yake Abel, So God made his brother Abel mchungaji to be a shepherd ambaye alikuwa anachunga sijue ni mbuzi, sijue kondoo, sijue ng'ombe, who had sheep. na siku baada ya siku hizi ng'ombe, kondoo zikazizidisha sana, So day by day the sheep were naye multiplied. akatajirika vile. So he became rich. Sasa walikuwa nazoea kumtolea Mungu sadaka. So they had an habit Wakati to give wanamtolea God. Mungu sadaka, When they were giving ikafika God, siku ambayo wanaenda wote kutoa sadaka pamoja. it came a day that they went to give Biblia them. inaniambia eti Abeli akakamata ile, sijui ilikuwa kondoo, sijui ilikuwa punda, sijui ilikuwa ng'ombe, So the Bible says that Abel took a sheep ambayo ilikuwa nzuri sana, that was beautiful. ambayo kila mtu angeangalia ndani ya ile uvuko yake. And then if everyone could Kama see, alikuwa mtu wa kukuja kununua, if someone ukasema coming to buy, ile ndio nipatie. he could choose that one. Kama wangelimpatia tu wewe ujichagulie moa mule, If they ask him to go and ile ndio choose, mimi
nataka hiyo. One sheep you could say, I like that. Abel ile ndio akakamata. So he took that beautiful Na one. akasema hii ndio nitatolea Mungu. He said, I will offer to my God this one. Ule ni Abel. This is Abel. Mwenzake ambaye ni Kaini. So his brother Naye Cain, akasema okay, ni muda kwenda kumtolea he Mungu. said, it's the time to give to my Naye God. akaenda vuna. Now he went to harvest. Wakati anavuna anaangalia vile vya kuoza. And then he found these which were Kama not ingekuwa good. maharagi, If these were hii pigs, ambayo imeoza, that is ukiingiza kinywani destroyed. imekuwa uchungu sana. And if you eat it, it's sour. Kama ilikuwa labda maboge, If these were pumpkin, Bwana sifiwe. praise God. Hii ya kuoza nene alileta. The polluted one, that was what he chose. Kama ingelikuwa hizi magro Michel, If these were bananas, huu wa mwisho mwenye bulishaoza, the last small ndio mwenye bananas, alitosha. that's what Akasema hii ndio nini nitapelekea Mungu. this I will take to my God. Biblia inaniambia eti Mungu The Bible says that God, wakati moshi ilipanda juu, when the kila smoke went in heaven, kila mtu amemtolea. so everyone is giving Eti to God. Mungu akapendezwa na sadaka ya Abeli. God was pleased Na hii with the sadaka ya offering of Cain. Kaina, And the Mungu offering of Cain, hakupendezwa nayo. God was not happy Sababu with that. gani? Why? Sababu alitenda vibaya. Because he made it wrongly. Bwana sifiwe. Amen. Sipendi kuingia sana ndani ya historia hiyo. I don't want to go Lakini deep into nataka story, kukwambia jambo but moja. I want to tell you this. Wakati uko unatenda jambo, When you're doing na hiyo it jambo uko unaitenda kama vile hauhangaike. and you're doing it like you don't care. Mimi napenda niseme sana mfano ya kuimba sababu niko mwimbaji. I always give the example of singing because I'm a Mimi singer. napenda niseme sana mfano ya kuhubiri sababu niko mhubiri. I always say about preaching because I'm a preacher. Unapenda ndio uimbe tu sasa vile haupendi. You just want to go and sing like you Wanakwambia don't. imba hivi, hii ndio sauti yangu tu. Can you just try to sing like this? No, Haupendi hata no, no. wakufundishe ingine sauti. So you don't want to learn another Mama, voice. hapa unaweza kuimba alto. Mama, can you sing? Hapana, mimi naimbaka tu sopa. No, I always sing soft. Mimi ni soprano premier voix tu. It's on the first voice. Mama, unaweza kuwa na bouger hivi kidogo. Can you just please? Mimi sikuwezaka mimi ya No, kucheza. I never learned how. Mbona utaharibisha koreografia wengine pale mbele? But you are spoiling how we. Na video yetu utaiharibisha. Wewe ndio utatuma video yetu haiko You will vizuri. be the one to spoiling our. Wakati uko unacheza contraire ya watu Like wengine. you are dancing. Biko wanapima na kufundisha na kutia kumstari hautaki. So they are putting you on a Unataka vile level. vyako vinavyofanya vya mbaya mwaka jana. So you want the wrong thing Unafanya tena hii mwaka ni vya mbaya. and you want to do it Mwaka kesho tena utakifanya vile vile ya mbaya. and you do the Na same haupendi tukwambie. and you don't want us to tell you. Unapoteza muda wako bure. Just wasting your time. Bwana tusaidie sana. Praise God. Ungelijua kutenda vizuri. If you could not, you could not Wakati have Kaina to do. anasikia uchungu ndani ya roho. When Cain came, Na anasikia fitina juu ya ndugu yake and Abel. he's jealous against his brother Abel. Mungu anamwambia, And God is "Eti na wewe advising, utende vizuri. why don't you Na wewe do sadaka it? yako niipokee. So I can accept Kwa nini you. ulichagua vile vya kuozaoza ndio unanipatia? Why do you took this Na wewe quality kama uko things? capable ya kutenda jabia. You are able to do good Unakamataka things. ile sadaka ile mabichele yenyewe unaona hauna tena nao faida. You're just taking these one coins and you are bringing Na them here. unapenda Mungu akubariki. And you want God bless you. Hautabarikiwa. No, we can't be blessed. Bwana sifiwe sana. Praise the Lord. Mungu alitusaidia sana. May God help us. Mungu anakuuliza hivi. Now God is Na asking wewe you, hawezi kutenda vizuri. and you Juu na wewe continue ubarikiwe. to good so you can be Na blessed. wewe tenda vizuri. Do good. Usipoteze muda wako kwa kufanya tu. Don't waste your time by doing. Inawezekana uko unafanya vile vile unafanya kwa mfano mbaya. Maybe you are doing what you're doing in the wrong way. Bwana tusaidie sana. Na wakati unajua kwamba uko unafanya mbaya haupendi vitoka ndani. And even if you know that you're doing it in the wrong way, but you don't want to get out of it. Kila wakati umejua hiki kitu niko nakifanya mbaya acha. At any time, if you discover that you're doing it in the wrong way, Usipoteze muda wako bure. stop. Don't waste your time. Bwana tusaidie sana. Praise the Lord. Ingawaje ni kazi gani wanataka kukupatia mahali fulani. Any job they may give you, Kumbuka kwamba ile kazi uko unaifanya vibaya. if you discover that you're doing it in the bad Acha way, ile kazi sio yako. please leave that job. It's not yours. Bwana tusaidie sana. Praise the Lord. Jambo la mwisho And the last one, the fourth one, ni kufanya kitu is doing something na manunguniko, with murmuring lamentation. or complaint. Bwana tusaidie sana. Amen. Uko unafanya jambo, wanakupatia kazi, fanya hii kazi. They give you a job, Lakini do this, uko unaenda unanungunika. but you're complaining against it. Hii usomi unaweza kuipata ndani ya Luka sura yake ya 10, hatutaisoma tena. We may read in Luke chapter 10. Unapata habari pale za Martha pamoja na dada yake Maria. This is about mirth and Yesu Mary. anawatembelea nyumbani. Jesus is visiting them Na at baada ya home. kuwatembelea nyumbani, After he visits them at home,
eti huyu Martha Now Mary, akabaki ndani ya cuisine, so she stayed in the iko anafanya chakula, making food. hakukuwa anafanya vibaya kufanya chakula kwa This was sababu not bad doing food, lakini alikuwa anaifanya kwa nanungunika, but she was complaining. kwa natuma masauti kule kusalo kwa Yesu anakaa na Now Maria. she's then sending Yesu voices. ananiambia dadangu apia nisaidia hata huko. Jesus, can you tell Mary to Mbona come? ananiacha huku mimi peke yangu? She's just leaving me Wakati uko alone. unafanya kazi na manunguniko, When you're doing a work on unafanya kazi complaints, sababu unapenda wakusaidie. so you want people to Na kama help you, wakusaidia utaviacha. and if they don't, you will Kama unaona leave it. mwenzako mwingine pembeni yako utaacha. If you don't see another person, you Tuache. leave it. Please leave. Na wakati unaacha unapoteza muda wako tu. And then if you leave Na again, wakati you waste unaacha time. hakuna kile ambacho utapokea. And nothing you will receive. Mungu anahitaji uweze kufanya kazi God wants you to do a work bila roho ya kunungunika, without the spirit of complaint, bila roho ya kwanza kusema fulani angelikuwa ndio ningelifanya. without saying if someone were Kama not watu there, hawakuje sitaomba. if people cannot come on Inawezekana the prayer. ushaji retrouver siku moja hapa mvee de prière. Maybe one time you came here in another Inaenea night. pendeze. It's now 10 Pendeze p.m. krante hakuna mtu akufika ungana ikala kukiti. 10 p.m. and 30, you are not Ndio here. tena inaenea bado watu hawataingia. It's now 11 p.m. Mungu anakuja tu sasa papa misimu atafika ndio tutaanza. You're waiting when Papa Bisimu Sasa will papa Filipe come. ataingia ndio tutaanza. If Papa Philippe cannot Sasa come, I wewe will come. fulani ataingia ndio tutaanza. When Sasa someone will unaanza come, anza tu na ufanye. please, can you Inawezekana start? wewe ndio Mungu ameandaa kwa kuchukulia kanisa lote hiyo. Maybe you the chosen one to take over. Lakini wakati unaanza kunungunika, But when you ile complain, ambazo tulitangaza kila siku oh, they always watu tell hawapendake people, kufika. people never come. Badala ya wewe kupiga magoti uanze omba. Instead of you Unaanza ndio kneeling down kuhukumu. and Pray. pray, Tulikuwa na huyu Filipe hii you jioni. start judging. Hakusema hata kama hatafika. When we were with Mbona fulani Philip, nilipiga telefoni kwake. I called Naona someone. hivi na hivi unaanza kuangalia kila mtu mkanisa. So you start counting people in the Kwanza church. fulani hakwake tena karibu ya Someone jioni. you never he doesn't. Unaanza kunungunika Now you work. badala ya kufanya kazi. Instead of doing the work. Bwana tusaidie sana. Praise the Alafu unabakia unapoteza muda yako So bure. that you losing your Lakini time. ungelisema hivi ndani ya roho But yako. in your heart, if you Eti say, hivi watu hawakufika. because people did Hata not come, nikamata hata saa moja. let me take at least Hata one time. nikamata hata 30 minutes. Let me take Hata 5 nikamata minutes. hata 10 minutes. Let me take 10 Unaona minutes. Mungu mbinguni hata ikubali. Don't you know that Mungu God will mbinguni take it to heaven? ataikubali. God will accept your Badala ya kupoteza prayers. muda huko unaangalia watu Instead of counting unaanza people, kunungunikia watu now you na are kuwahukumu hata. complaining and judging people. Sio vizuri. It's not good. Bwana tusaidie sana. Praise the Lord. Tunahitaji kugomboa muda wetu. We need Na wala to gain tusipoteze muda. our time. Sababu Don't lose muda it. ambao tuko tunauishia Because the time you're muda wa living in, hatari. it's a dangerous time. Ukiangalia vizuri If you look well katika kiroho in spiritual, utagundua kama mambo si mazuri. you will see that things are not good. Saa yuko naona ni mazuri, You may see that beautiful lakini things. Mungu angekupatia macho ya kiroho But if God give you spiritual juu ya things jamaa lako, for your family, ungelikuwa naliombea kila siku. you could pray for it. day Mungu by day. angekupatia macho ya kiroho If God gives juu you ya maisha yako spiritual binafsi, for your life, ungeliombea maisha yako. you could pray for Mungu your life. angekupatia macho ya kiroho If God will ndani give ya you kazi yako. spiritual, Shetani iko napanga nini kesho, what the devil is planning, ungelianza kuwa naombea hiyo kazi yako. you could pray for that. Mungu angekupatia macho ya kiroho If God could give you nini ambayo spiritual shetani iko eyes, napanga kwa ajili ya kanisa lako, what the devil is planning ungelianza for kuwa your life, naombea kanisa lako. you could pray for your church. Mungu angekupatia macho ya If kiroho God can give you nini spiritual shetani iko eyes, napanga kwa ajili ya watoto wako, what the devil is planning for your ungelikuwa children, nakosa muda ya kuombea jamaa lako na never watoto miss wako. a time to pray for your family. Mungu angekupatia macho ya If kiroho God could give you kuona spiritual nini eyes, shetani iko napanga kwa ajili ya nchi yako, see what the devil is planning for ungelijua your kwamba country. unapaswa kuombea nchi yako. It was your obligation Mungu to pray for your angekupatia macho country. ya kiroho If God give you spiritual eyes kuona maisha yako inatembea namna gani, to see how your na life is shetani nini ambayo iko nakupangia, and what the devil is planning, haungelikuwa na ngoja uombe. you couldn't wait to pray Jua kugomboa muda wako. because of gaining your Mungu time. abariki neno hili And God bless this one ndani yangu na ndani yenu. in you and in me. Amen. Amen.